Bwana Yesu asifiwe. Nakusalimu kwa jina la Yesu. Ninamshukuru Mungu kwamba ametupa neema nyingine na wakati mwingine mzuri wa kuendelea kujifunza neno la Mungu. Na kwa siku hii ya leo tutakuwa na neno ambalo linahusu heri 9 za Yesu zinakuhusu wewe. Ni heri 9 ambazo Yesu anazifundisha kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 5, tukianzia aya ya kwanza ile hadi aya ile ya 12. Ziko heri 9 ambazo Yesu alizifundisha na kimsingi zinakuhusu wewe au mimi. Na hizi heri 9 ni sawa pia na kusema kwamba sifa 9 ambazo mwenda mbinguni anapaswa kuwa nazo. Kwa hiyo Mathayo sura ile ya 5 kuanzia aya ya kwanza hadi ya 12 nitakwenda kusoma. Maandiko nasema, naye alipowaona makutano alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia. Akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanena kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyoudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Haya, leo tutajikita kuziangalia hizi heri 9, na kimsingi kama ambavyo nimetangulia kukwambia kwamba hizi heri ni sawa na sifa 9 ambazo kila mtu anayekusudia kwamba aingie kwenye ufalme wa mbinguni anapaswa kuwa nazo, kila mmoja. Siji kaonekana kwamba labda heri moja inawahusu watu fulani, heri moja inahusu watu fulani. Hapana, hizi ni sawa na kusema sifa 9 ambazo kila mwenda mbinguni anapaswa awe nazo. Kwa sifa ya kwanza au heri ya kwanza ni hii ambayo tunaikuta kwenye aya ya 3 ya Mathayo sura ya 5 aya ya 3. Pale imeandikwa, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Maskini wa roho ni mtu yeyote ambaye maskini ni mtu ambaye hajiwezi. Maskini ni mtu ambaye hana cha kutegemea, wakati mwingine cha kutumaini sana kwamba kwa ajili ya kuishi unakuta mtu huyu sasa. Maskini wa roho ni mtu ambaye anasema kwamba mimi maisha yangu bila Mungu, maisha yangu bila Yesu sio kitu. Kwa hiyo huyu ni maskini wa roho, kwamba hajiwezi kwa lolote isipokuwa Mungu tu akimsaidia. So huyu ni maskini wa roho, kwamba mtu yeyote anayeishi maisha akijua kwamba maisha hayo ni Kristo, maisha hayo ni kwa sababu ya Mungu, maisha hayo anayoishi bila msaada wa Mungu, yeye sio kitu, sio chochote. Kwa hiyo watu au mtu ambaye ana sifa hii anaambiwa ufalme wa mbinguni ni wake. Yesu asifiwe.
Kwa hiyo ukiishi maisha yako ukiwa umemtanguliza Kristo, bila kutegemea mali ulizonazo, bila kutegemea utajiri ulionao, bila kutegemea mtu fulani, bila kutegemea miungu, bila kutegemea chochote kile isipokuwa Kristo na Mungu, basi wewe ufalme wa mbinguni ni wako kabisa. Ndio maana ya hili Yesu anasema kwamba heri walio maskini wa roho. Tafsiri yake inakuwa ni hiyo. Haimaanishi kwamba labda hauna mali, hauna nile. Hapana, wewe ni maskini katika mambo ya roho, kwamba kiroho hujiwezi, hauna cha kutegemea, hauna hirizi, hauna mali kwamba ya kujivunia kwamba itakusaidia kwenye mambo ya kiroho, isipokuwa unamtegemea Mungu. Kimbilio lako ni Mungu, msaada wako ni Mungu. Hauna kingine zaidi yake Mungu, basi wewe ndo unaitwa maskini wa roho, na kwa sababu hiyo ufalme wa mbinguni nakuwa ni wako. Hiyo ni sifa ya kwanza au heri ya kwanza ambayo wewe umeenda mbinguni ni lazima uwe nayo. Usione cha kutegemea, usitumaini mali, usitegemee kitu chochote kile kwenye mambo ya kiroho. Kwenye maisha ya kiroho mtegemee Mungu. Nafikia mahala watu wengine wanaanza kutegemea mizizi, wanaanza kutegemea mizimu. Unasali bado unakuwa na hirizi. Sasa hiyo unakuwa unatafuta kujitosheleza kwenye mambo ya kiroho nje ya Mungu, wanajikuta unapotea kwenye mfumo na hatimaye unakuwa kwenye hatari ya kuikosa mbingu au kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Jambo la pili au heri ya pili, alikuwa anasema heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Hatutegemei sana huzuni, kwamba tuhuzunike au kwamba basi unatumaini Kristo uishi kwenye huzuni kila siku, onekane mtu mwenye huzuni. Hapana. Lakini Yesu hili analiweka wazi kabisa kwamba mtu ambaye ameamua kumfuata, akajitwika msalaba, akajikana, akamfuata siku zote, basi mara kwa mara mtu huyu atakutana na huzuni. Huzuni utakutana nazo. Sababu wakati mwingine pia kubeba msalaba sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Kujikana sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Unajikana kwa ajili ya Kristo bila kujarisha mazingira ambayo unatokea, kwamba kuna upinzani kiasi gani kwa ndugu zako kwenye familia, unakutana na upinzani gani kwenye jamii ambayo unaishi, wakati mwingine upinzani wa kidini. Kwa hiyo mambo kama haya, kwa sababu unakuwa umebeba Kristo, umebeba msalaba, basi tegemea kupata huzuni. Sasa huzuni hii Yesu anaichukulia kama sehemu ya faida, kwamba unapokutana na huzuni, kisiwe ni kitu cha kukuvunja moyo, kisiwe ni kitu cha kukurudisha nyuma. Ujue kwamba ni sehemu katika maisha ya Mkristo, hasa wewe ambaye unategemea kabisa kupata na kurithi ule uzima wa milele, kwamba pamoja na huzuni ambazo unazipitia, pamoja na mambo mengi yanayokusonga, wakati mwingine ulikuwa unatumaini kwamba basi baada ya kuokoka utakutana na furaha, utaishi kwa furaha siku zote. Hapana, viko vikwazo vingi, na Biblia imeshatuweka wazi kabisa, makwazo hayana budi kuja baada ya kumshamkiri Kristo, baada ya kumshakubali kwamba Kristo awe Bwana Mwokozi wa maisha yako, aongoze maisha yako. Biblia ishatuweka wazi mapema kwamba makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake yule anayeleta makwazo. Lakini kimsingi huyu anayeleta makwazo, yeye kwake itakuwa ni ole, lakini kwa wewe au kwangu mimi, makwazo hayana budi kuja. Na makwazo yanapokuja yataleta huzuni, yataleta mfadhaiko, yataleta hali ya kukosa amani. Wakati mwingine inaweza kuwa kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye sehemu ya kazi,
Makwazo yanakuja. Wakati mwingine umesoma, unapambana utafute kazi, sasa makwazo yanakuja, upati kazi mpaka utoe rushwa ya ngono, mfano kitu kama hicho. Unajikuta sasa unawaza nifanye kitu hiki ili kusudi nipate kazi, au niache kufanya kitu kibaya nibaki bila kazi. Kwa hiyo unajikuta kwa kumtii Kristo hivyo unakuwa ni mtu wa huzuni, kwamba kwa ajili tu ya Kristo nimekosa hiki kitu, kwa ajili ya Kristo hiki kitu, hivi fursa imenikosa, nahitaji kazi, toa rushwa. Na wewe Mkristo utakiwa utoe rushwa. Kwa unajikuta nafasi nyingine unazikosa kwa sababu wewe umeamua kumfuata Kristo. Kwa unajikuta ni mtu wa huzuni. Pamoja na hayo, Mungu au Yesu anasema kwamba usiwaze, utafarijika. Ndio kile Yesu anasema baada ya kuwa tumetoka kwenye maisha haya, kwenye ule uzima milele tutafutwa machozi tuliolia kwa sababu ya huzuni, tutafutwa. Ndio hiyo kwamba heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Kwa hiyo nikutie moyo katika huzuni ambazo unazipitia, changamoto unapitia, pambana. Hiyo ni sifa nyingine ya mtu ambaye ni mtu anayekusudia kuurithi uzima wa milele. Azima kwa namna yoyote ile utakutana na huzuni. Usife moyo, hiyo ni sifa yako wewe mwenda mbinguni. Sifa nyingine ya tatu, sifa tatu au heri ya tatu, nasema heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Mtu yeyote anayetamani, anayehitaji aje kuirithi nchi, aje baada ya maisha haya apate uzima wa milele, sifa nyingine ni upole, au heri nyingine ni upole. Kwa nini upole? Kwa sababu hasira huwa zinaamua vibaya. Hasira huwa zinaamua vibaya. Mtu mwenye hasira hawezi kuwa na maamuzi mazuri wakati wowote, sababu daima hasira huwa inaamua maamuzi mabaya. Kwa hiyo inapotokea circumstance yoyote, mazingira yoyote ile ya hitirafu, kuhitirafiana, ukiwa mpole daima utafanya maamuzi ambayo ni sahihi, tofauti na yule ambaye ana paniki sana na kuwa na hasira. Ana paniki, aache kazi, atapaniki, ndoa ivunjika, atapaniki. Kwa hiyo unajikuta mtu mwenye hasira daima ni mtu wa kuchukua maamuzi ambaye sio sahihi. Lakini mtu ambaye ni mpole, pamoja na mazingira au changamoto ya taharuki ambayo imetokea, unaona anakuwa na utulivu wa moyo. Ule utulivu wa moyo unamsaidia kuweza kufanya maamuzi ambayo ni ya busara na ambayo ni mazuri. Kwa kuchukua maamuzi hayo ya busara na mazuri, ndio hicho sasa Yesu ambacho anasema kwamba ndio hiyo sifa au heri ya mtu mwenye upole. Kwa sababu utajikuta mara nyingi unapokutana na taharuki, vitu ambavyo vingekupandishia hasira, kwa sababu wewe basi unakuwa unajishusha na kuwa mpole, unajikuta unachukua maamuzi ambayo ni mazuri na sahihi zaidi. Na kwa kufanya hivyo unaendelea katika kumcha Mungu, hautoki nje ya mstari wa kumcha Mungu na kumtegemea Mungu. Kwa unajikuta umekaa vizuri, na hatimaye ndio Yesu anasema kwamba watu kama hawa ambao hawapaniki mambo yanapotokea, ambao hasira hazipandi, ambao hata wakichokozwa, wakikasirishwa, wanapata muda wa kushusha pressure, kushusha paniki, na hatimaye wanachukua maamuzi mazuri. Watu hawa watairithi nchi. Na nikukumbushe tu kwamba upole pia ni sifa ya mtu mwenye Roho Mtakatifu. Utakumbuka kwenye zile karakata za mtu mwenye Roho Mtakatifu au matunda ya Roho Mtakatifu, na matunda ya Roho moja wapo ni upole. Kwa hiyo ukiwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu pia anakusaidia hii tunda la upole, na ndio tunda hilo ambalo litakusaidia uweze kuirithi nchi. Kwa hiyo tujifunze na tujikite kuhitaji sana kama unakuwa na hasira za haraka haraka, kwamba Mungu akupe neema hii
na kama tunda hili linakupungukia, mwambie Mungu niongezee, ili kusudi daima huu unachukua uamuzi ambao unakuwa ni mzuri, decisions ambazo inakuwa ni sahihi, na hatimaye unajikuta utoki kwenye mstari wa kumtumikia Mungu. Yesu asifiwe. Na tuangalie sifa nyingine sasa, au heri nyingine. Maandiko yanasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Kwa mambo mawili, njaa, kiu. Lakini ni njaa na kiu ya nini? Ya haki. Daima mtu ambaye unakusudia kwenda mbinguni, unakusudia kurithi uzima wa milele, haiepukiki. Na ndio maana nimekwambia heri hizi 9 zinakuhusu wewe ambao unakusudia kwenda mbinguni. Zote 9 zinakuhusu wewe. Ukikosa mojawapo, basi hiyo moja itakupunguzia kabisa, au itakuondolea sifa za waenda mbinguni. Utapungukiwa sifa na hatimaye utakosa ufalme wa mbinguni kwa sababu ya kukosa hatua hata mojawapo. Kwa hiyo njaa na kiu ya haki, lazima uwe ni mtu ambaye unatenda haki, lazima uwe ni mtu ambaye unaamua haki. Jitahidi sana kwa namna yoyote uwe na njaa hii na kiu hii, kwamba daima siku zote uwe ni mtu wa haki. Okay, umefanya hili jambo kwa mwenzio, ni haki? Jiulize, ni haki wewe kufanya hivyo? Kama Mkristo, kama mwenda mbinguni, ni haki? Umeamua hivyo, okay, hicho ulichokiamua ni haki? Unaweza kuwa na jasiri mbele za Mungu? Yesu asifiwe. Ninakumbuka kwa habari ile ya Sauli na Daudi. Sauli na Daudi, baada ya kuwa Sauli unaona amekosea na Mungu kama amekusudia kumuondoa kwenye ufalme na amweke Daudi, Sauli anaanza kuleta visa, migogoro, kumtafuta kumuua Daudi kwa muda mrefu. Lakini Daudi unaona halipizi mabaya na wala haoneshi reaction zozote za ubaya kumwelekea Sauli, kwamba mtu anapokutendea baya wewe umlipe kwa wema. Hiyo ndiyo haki, ushinde ubaya kwa wema. Hiyo ndiyo haki ambayo hapa inatafutwa. Kwa hiyo hata siku moja ambapo Daudi alikuwa na chansi au nafasi ya kumuua Sauli, wakati Sauli alienda kujilaza kwenye pango ambamo humo ndani ndimo yumo Daudi, akawa amelala amesinzia pale. Basi rafiki wa Daudi wakamwambia, hii ndio nafasi ambayo ndio chance Mungu amekupa, umuue huyu adui yako. Lakini kwa vile Daudi ni mtu wa haki, anayependa haki mbele za watu, hata mbele za wanadamu pia, akaona hili si sawa, isipokuwa akaenda tu akakata upindo wa vazi la Sauli, baadaye akarudi sehemu yake. Hata Sauli alivyoamka akatoka nje ya pango, baadaye Daudi naye akatoka akamwita Sauli, akamwambia, bwana wangu mfalme. Na mfalme alipogeuka, Daudi akapiga magoti na akamwinamia kumpa heshima zake, akamwambia Sauli, tizama, hivi leo nilikuwa na nafasi ya kukuua, sababu angalia huu upindo wa vazi lako, nilikuwa nina nafasi ya kukuua, lakini sijafanya hivyo, ili uone kwamba mimi sina ubaya na wewe. Na kwa pointi kama hiyo, Sauli mwenyewe akakiri, akasema, kwa kweli katika hili nimegundua kwamba wewe mwanangu Daudi una haki kuliko mimi. Kwa hiyo tujitahidi sana kama waenda mbinguni, tuwe ni watu ambao tunatafuta haki. Uwe na njaa, uwe na kiu ya haki, muda wote tutamani kutenda haki, muda wote tutamani uwe na njaa ya kufanya mambo ya haki. Ndio hicho ambacho nasema kwamba rafiki yako, adui yako kiwa na njaa, mpe chakula. Watendee mema wale ambao wanakutendea mabaya,
Huko ndo kutafuta haki kwenyewe. Lakini kama unalipiza visasi, mtu amekutendea mabaya na wewe bado unatenda mabaya, unataka kufanya jino kwa jino, ndugu yangu, hapo hii sifa itakutupa na hatimaye utajikuta unakuwa kati ya wale ambao wanaokosa ufalme wa mbinguni. Sababu maandiko yanasema kwamba adui yako anapokutendea mabaya au mtu anayekutendea mabaya, wewe ukaona mtendea mema, ndivyo inavyotakiwa. Hakufanya hivyo, unakuwa unampalia makaa ya moto kichwani. Mtu anakuvuruga, anakuchanganya, lakini wewe unajitahidi kumtendea mema. Akusalimii, wewe msalimie. Pata shida, hakusapoti kwa chochote, wewe msapoti. Ndiyo haki hiyo sasa, kwamba kila siku unajitahidi kutafuta haki, ili wewe miongoni kati ya hao ambao watashibishwa na hiyo haki na hatimaye kuweza kuwa na uzima wa milele. Heri nyingine, heri wenye rehema. Hii ni aya 7. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Rehema ni kitu kingine ambacho hakiepukiki. Nimeshakwambia mwanzo kabisa kwamba hizi heri 9 zinakuhusu wewe, au hizi sifa 9 za mtu ambaye ni mwenda mbinguni zinakuhusu wewe. Utajiepusha na mojawapo, zote zinakuhusu. Sababu kuna watu wanasoma haya maandiko kana kwamba basi heri moja inamhusu mtu fulani, heri nyingine basi ni ya mtu fulani, hii heri nyingine ni ya mtu fulani, basi hii heri nyingine ni ya kwangu. No, hizi heri zote zinakuhusu wewe. Nimekwambia ni sawasawa na sifa za mtu ambaye anatarajia urithi uzima wa milele. Kwa lazima hizi sifa zote uwe nazo 9. Heri wenye rehema. Kwa hiyo lazima, hii haiepukiki, tamkazo kabisa kwa herufi kubwa, lazima mtu ambaye unakusudia kurithi uzima wa milele uwe mtu mwenye rehema. Maandiko natuambia, kama ninyi hamsamehi watu makosa yao, basi kadhalika Mungu hata wasamehe ninyi. Kwamba kama una shida kumsamehe mtu, kadhalika Mungu naye hawezi kukusamehe wewe dhambi zako. Kwa hiyo ni nini sasa? Kama Mungu hawezi kukusamehe dhambi, si maana yake unaishi kwenye dhambi pamoja na ingia kanisani, pamoja na imba kwaya, wewe si mwenye dhambi? Pamoja ya kwamba unahubiri, wewe si una dhambi bwana? Kwa sababu shida yako hausamehe, hauna rehema. Mtu ashakukosea miaka, unashindwa kumsamehe, bado unasali, unamtumikia Mungu, lakini fulani hampatani, fulani mlikosana, hadi leo unaendelea tu kumtumikia Mungu, wakati mwingine unanena hata kwa lugha lakini kuna mtu mlikosana na moyo wako haujafunguka kwa ajili ya kumsamehe. Hicho ni kitu ambacho kitakuondolea sifa ya kurithi uzima milele, kitakuondolea sifa ya kuwa mmoja wa wale watakao kurithi au watakaoingia kwenye ufalme wa mbinguni. Kwa ni lazima sana mtu ambaye unakusudia kupata uzima wa milele uwe ni mtu ambaye samehe tu, achilia, sababu haigharimu kitu. Inakugharimu shilingi ngapi bwana? Na hela zenyewe ulizo nazo ni za mawazo. Samehe, maisha yaendelee. Kwa hiyo ni sifa nyingine, kwamba mtu ambaye anakuwa na wahurumia wengine, anawasamehe wanapokuwa wamemkosea, hakai na vinyongo moyoni, basi huyu mtu anakuwa anapata rehema. Usipomsamehe mtu, Mungu naye hawezi kukusamehe. Kama hukusamehe, manake unaendelea katika dhambi, ingawa unahisi uko nuruni, lakini kimsingi upo gizani. Yesu atusaidie. Kwa hiyo mambo kama hayo. Mama mmoja alipata changamoto ya kuumwa, akawa ameugua mifupa kwa muda mrefu, anaombewa haponi, anaombewa haponi, yumo kanisani tu, lakini ana changamoto hiyo. Kwa siku moja wakati wako anamwombea, ndio mtu mmoja akafunuliwa kwamba huyu haponi kwa sababu kuna kitu moyoni, kuna mtu hajamsamehe.
na walivyomhoja kakiri kwamba ni kweli, mimi tushakosana na mume wangu na niliapa kwamba mpaka nitakapoingia kaburini sitakuja kumsamehe. Wakamwambia mama, hasa hicho ndio kikwazo kinachozuia hata usipone. Basi akawa wamemshauri, akakubali kuweza kuachilia na kusamehe. Basi alivyomsamehe mume wake na kutoa vile vinyongo ambavyo vilikuwa viko moyoni, walivyomwombea akapokea uponyaji na akaendelea vizuri. Kwa unaona, hiyo ni kosa ambalo kimsingi hata baada ya kuwa angesali muda mrefu angetoka kwenye hii dunia akafariki, lakini asingepata neema ya kurithi uzima wa milele, kwa sababu watu ambao hawana rehema hawezi kurithi uzima wa milele na wala hawezi kusamehewa na Mungu. Kwa hiyo ni sifa nyingine ya muhimu sana ambayo msingi na wewe nayo. Lakini pia aya ya 8 hapo, aya ya 8 tunaona heri nyingine, nasema heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kwa vyovyote vile, nirudie tena, kwa vyovyote vile, mtu yeyote ambaye unakusudia kupata uzima wa milele, kuingia kwenye ufalme wa mbinguni, hakuna namna inavyoweza kuepuka hii heri kwamba ni ya watu fulani. Inakuhusu wewe. Heri wenye moyo safi, sababu unatakiwa uwe na moyo safi, sio moyo mchafu. Sasa moyo mchafu unaupeleka wapi? Moyo safi, maana hao ndio watakao muona Mungu. Wewe kama hauna moyo safi hutamuona Mungu. Usipomwona Mungu, tafsiri yake wewe hujaingia kwenye ufalme wa mbinguni na wala hutaurithi uzima wa milele. Kwa hiyo hii heri pia inakuhusu wewe. Hii sifa pia inakuhusu wewe, unatakiwa uwe nayo, uwe na moyo safi. Haleluya! Kwa sababu ndipo utakapoweza kumwona Mungu. Maandiko yanaendelea kutuambia kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote vilindavyo, kwa sababu kwenye moyo ndiko kunakotoka chemchemi za uzima. Kwa hiyo kama moyo wako ni msafi, unaona chemchemi zinazotoka ni za uzima kabisa, kwa sababu ni safi. Kama moyo wako ni mchafu, chemchemi zinazotoka ni chafu. Kwa hiyo hizo chemchemi chafu hizo haziwezi kuingia mbinguni wala kumwona Mungu. Mungu ni mtakatifu na wewe unatakiwa uwe mtakatifu. Haleluya! Lakini pia nikukumbushe, Yesu alifundisha pia jambo hili kwa upana zaidi, akasema kwamba kitu kimeingiacho mtu hakiwezi kumtia unajisi, yani kimfanya kuwa mchafu, lakini kile kinachomtoka ndicho kinachomchafua, sasa kinachomnajisi. Sasa kwa nini? Kwa sababu kinatoka moyoni. Kile kinachotoka kinatoka moyoni, maana kwenye mioyo ya watu ndipo kunatoka mawazo mabaya, uasherati, uuaji, uchawi, uzinzi, kwa mambo mabaya ndani ya moyo. Kwa hiyo kama moyo wako ni mbaya, moyo wako ni mchafu, unajikuta kinachotoka kinakuwa ni kuchafu. Akaendelea pia kusema kwamba mtu huyanena yale ya ujazayo moyo. Kwa moyo wako umejaza nini? Kwa sababu kama wewe ni mchafu, utajikuta umejawa na mawazo machafu, mawazo tu mabaya. Watu unavyoongea story, unavyoongea na wenzako, unatoa mawazo tu ambayo ni ya ubaya. Yesu atusaidie. Kwa ndio sababu kwamba natakiwa uwe na moyo safi, moyo usio na mawaa, moyo usio na matatizo, kwa sababu moyo ukiwa safi, mawazo yatakuwa safi, yatatoka maneno ambayo yako safi, utakuwa na shida na hatimaye utaweza kumwona Mungu. Heri nyingine ni inasema heri wapatanishi. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wapatanishi. Hakuna namna ambavyo utajiepusha na hili. Kama unakusudia kuwa ni mtu ambaye utaurithi uzima wa milele, hii ni lazima, hii sifa uwe nayo pia, au hii heri uwe nayo pia. Patanishi. Usiwe ni mtu wa kuchochea magomvi, usiwe mtu wa kuhamasisha ubaya. Huyo achana naye, huyo mwanaume si achana naye, hakufai, kaolewe kwingine, kafanye nini? Sasa wewe unakuwa sio mtu ambaye
unamcha Mungu. Wacha Mungu wote wanakuwa na hii sifa ya upatanishi. Patanisha watu. Kuna migogoro kwenye kwaya, jifunze kupatanisha. Kuna migogoro kwenye ndoa, patanisha. Mtu naona mmekosana, patanisha. Badala ya kuwa na mawazo na ya kuchochea vurugu, mawazo ya kuchochea ubaya, mawazo ya kuchochea uharibifu, acha hayo mambo. Jifunze kuwa patanishi ili kusudi uweze kuitwa wana wa Mungu. Na utakumbuka pia kwamba wote waliompokea Kristo walipewa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo kila ambaye alipewa kuwa mwana wa Mungu lazima awe mpatanishi. Sifa yake ni mpatanishi. Wana wa Mungu sote sisi ni wapatanishi. Kwa kama wewe unakuwa sio mpatanishi, ni mtu wa kuchochea vurugu, hapana, wewe hii sifa na kumekutupa kabisa, na utajikuta unakosa ufalme wa mbinguni kwa sababu hiyo. Lakini pia heri nyingine, heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Nimeshasema hapo juu kwamba tumeona kwamba heri wenye kiu, wenye njaa na kiu ya haki. Sasa tukaona kama atakuwa mtu mwenye haki. Sasa hii haki sasa nayo itafuta, tegemea kuna kitu kitakachokuja, kuudhiwa. Kuna maudhi yatakao kuja kwa ajili ya kutafuta haki. Yako mengi maudhi. Sasa haimaanishi kwamba uache kuwa mtu wa haki, kutenda haki kwa sababu ya maudhi hayo. Maudhi yatakuja, pambana nayo, yapokee vivyo hivyo, kwa sababu ufalme wa mbinguni utakuwa ni wako. Kwa hiyo ukitaka kuishi maisha ya haki, tegemea kuudhiwa. Kwa hiyo hatuogopi kuudhiwa, tunaendelea, tunapambana nayo, hayo ni ya kwetu. Lakini akina nani? Sisi ambao tunategemea kwamba ufalme wa mbinguni uwe wetu. Tunategemea maudhi kwa sababu hata bado tunataka kuishi haki. Na heri nyingine kabisa hapo ni heri ninyi watakapo washutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Na hapo ndio tutakuwa tunamaliza kwa leo kwa habari ya heri 9 za Yesu zinakuhusu wewe. Hayo ya heri nyingine ni hii, au sifa nyingine, kwamba mtu ambaye unakusudia kabisa kuurithi uzima milele. Hii ndio ya 9 kabisa, tutakwenda kumaliza kwamba heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa ndivyo kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyoudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Kwa hiyo unapokuwa umeshikamana na Kristo, unamtumikia Kristo, unatembea vizuri na Kristo, tegemea kwamba kuna mashtaka au watu watakuzushia maneno ya uongo kwa ajili ya kukushtaki kwa uongo. Kwa hiyo yanapotokea hayo, usilalamike wala siwe mtu wa kunungunika kwa ajili ya mambo hayo. Wanapokushutumu na kukuudhi, unenea mambo mabaya, maneno ya uongo, wanakuchongea kazini. Danieli anambia bwana, kuna mtumishi wako mmoja, anamwambia mfalme, huyu bwana yeye hakuchi wala hakutii wewe. Tumetangaza mtu asiombe kwa Mungu mwingine isipokuwa kwako mfalme, lakini huyu bwana yeye anaomba kwa Mungu mwingine, tena naomba kila siku mara 3 huyu jamaa. Of course kwa anaongea kitu cha kweli, lakini walikuwa wanamchongea mfalme. Pengine itokee basi mfalme akasirika, mfukuze kazi. Hayo yanatokea sana. Kwa hayo mambo ni mashutumu. Wakati mwingine pia kuna maneno wanaamua kukunenea, maneno ya uongo. Fulani bwana tumemfumania, ajifanya ameokoka, kitu tumemfumania, kwa hiyo anafanya hivi na hivi. Kama yule Yusufu ananenewa maneno ya uongo
huyu mtumishi wako bwana amenibaka, amenitendea kitu kibaya. Unaona hadi Yusufu anaingia gerezani kwa ajili tu ya kunenewa maneno mabaya. Akina Paulo, akina Sila wananenewa maneno mabaya, maneno ya uongo kwamba hawa wanaleta taharuki kwenye mji. Unaona pale na Paulo na Sila anakamatwa, anapelekwa gerezani, pigwa viboko sana. Ni kuudhiwa, ni maudhi hayo, kwa sababu ya hayo maneno tu ya kuchonga, maneno mabaya ambayo yananenwa kwa uongo. Kwa hiyo lazima tuyategemee kwamba hayo yawe ni sehemu yetu ya maisha, watu ambao tunatazamia kumwona Mungu. Kama mashutumu hayo yapo yatatokea, kuna namna ya kuyakwepa. So badala ya kunungunika, wanamnungunikia Mungu, kwa sababu naponungunika utakuwa kama wale wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikosa kuingia kwenye nchi ya Kanaani kwa sababu baadhi yao walijikuta ni watu wanungunikaji. Hawakujua kama kwenye safari ya kuingia Kanaani watakutana na maudhi, watanenewa mabaya, wakajikuta wanakuwa ni watu ambao wananungunika. Kwa yale manunguniko ya ile mfadhaiko na kumnungunikia Mungu akawaadhibu na hatimaye hawakuweza kuingia kwenye ufalme mbinguni. Kwa kadhalika katika hawakuweza kuingia kwenye nchi ya Kanaani. Kwa kadhalika kwenye safari yetu ya kwenda mbinguni, mambo hayo yapo, maudhi yapo, matatizo ya kunenewa maneno mabaya kwa uongo yapo. Lakini nini cha kufanya? Cha kufanya ni kujitahidi tu kwamba kufurahi badala ya kunungunika, furahi. Lakini pia maana sasa ushangilie pia, kwa kuwa thawabu yako ni kubwa mbinguni. Mtu anapokunenea neno baya, anakusingizia kitu kwa uongo, umeiba, hujaiba, au umefanya hiki wakati hujakifanya, badala ya kunungunika, wewe jitahidi tu kwamba furahi na ushangilie, ukijua kwamba hata watumishi wa Mungu waliotangulia walifanywa mambo kama hayo. Lakini pia ukijua kwa kufanywa hivyo thawabu yako ni kubwa mbinguni. Hiyo sio mnungunikaji. Kinungunika sana ni matatizo, na hatimaye unaweza kujikuta unakosa ufalme wa mbinguni. Kitu kingine, changamoto zinatokea kati ya viongozi na viongozi wa kanisa. Kiongozi mwingine na kuletea maneno ya shutuma, maudhi na kunenea vitu vibaya kwa uongo. Wakati mwingine ufukuzwe kwenye cheo hicho, wakati mwingine ushushe cheo, wakati mwingine uhamishwe kitawi, uende kwenye kitawi kingine kibaya ambacho mapato ni kidogo. So haya mambo yapo. Hayo tunapoyastahimili na nini, wewe unakuwa na sifa kabisa hiyo ambayo ni ya 9, ambayo kabisa itakuwezesha kuweza kuingia kwenye ufalme wa mbinguni kabisa ukiwa umesimama umenyoka wima bila makona. Mungu akubariki sana. Tazidi kupata mafundisho mengi, lakini kwa leo naomba tuishie hapo. Mungu akubariki sana wewe ambaye unaendelea kunifuatilia. Majina yangu ni Erasto Mayondi. Endelea kunifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii. Na Mungu atakubariki sana, lakini pia anaweza kusubscribe hapo ukashare kazi zangu, na Mungu atakubariki ili kusudi mafundisho haya yawafikie watu wengi zaidi, na kwa kufanya hivyo tutakuwa tunaeneza Injili na kuwafikia watu wengi. Mungu akubariki sana. Amina.